Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 55 aya ya 10 hadi ya 11, na somo la pili ni waraka wa mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 8 aya ya 18 hadi ya 23, na injili ni injili ya Mathayo, ile sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 23. Na katika maelezo hasa katika somo la injili, Kristo anawaeleza wanafunzi wake jambo zuri sana ambalo naomba tulichukue kama wazo kuu katika Dominika hii. Anawaambia wao wamejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, wanapomuuliza juu ya kufafanua mfano wake aliotoa kwa umati wa watu. Naomba niseme hivi, mimi na wewe kwa kuwa Wakristo hasa wa Katoliki tumejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Je, ni namna gani tunaziishi siri hizo? Namna gani tunakiishi kile ambacho Mungu amekifunua kwetu? Hapo sasa kila mmoja lazima ajiulize. Ndio maana wazo kuu katika Dominika hii naomba nikwambie ni wewe umejaliwa kuzijua siri. Wewe umejaliwa kuzijua siri. Ni siri gani hizo? Ni hizi ambazo zinapatikana katika masomo yetu ya Dominika hii. Somo la kwanza kama nilivyosema linatoka katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 55 aya 10 mpaka ya 11. Ni kipindi ambacho wana wa Israeli wako utumwani Babiloni. Hili somo linatoka kama tunavyojua, linatoka katika kitabu cha Isaya wa pili, Deutero Isaya. Nadhani tunafahamu mazingira yake, ni wana wa Israeli wako utumwani huko Babiloni. Wamesikia maneno mengi ya manabii ya kutia moyo hawa wana, na wana matumaini kuwa ipo siku watarudi katika nchi yao, watarudi katika mji wao mtakatifu Yerusalemu. Lakini maneno ya Mungu kama tulivyosikia katika somo hili yanaonekana kama yanakawia hivyo kutekelezeka. Ahadi za Mungu zinaonekana zinachelewa kwa sababu bado wao wanaendelea kuteseka na kuhangaika katika utumwa katika nchi ya kigeni. Wakiwa na mawazo hayo, wakiwa na fikra hizo, ndipo Mungu anamtuma nabii Isaya awafunulie siri ambayo ni kubwa sana iliyofichika. Mungu ananena kwa kinywa cha nabii na kuambia ukweli kuwa, tumesikia na nukuu, neno langu halitarudi bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yake niliyolituma. Iko hivi, Mungu akinena, Mungu akisema, neno lake halirudi bure. Ndugu zangu, naomba tuelewe hiki kitu, na hii ndiyo siri kubwa sana, kwa sababu katika ulimwengu wetu wa leo watu wengi wana kiu ya neno la Mungu kama wana wa Israeli, lakini kikubwa wana kiu na majibu ya neno hilo la Mungu. Neno la Mungu wanalisikia, wanachohitaji, wanachojiuliza ni majibu ya kile ambacho Mungu anakinena au Mungu anakiongea au Mungu anakisema kupitia neno lake. Watu wengi wanataka majibu ya haraka haraka ya maswali yao ya maisha. Hivyo unajikuta wanatangatanga kama kondoo asiye na mchungaji. Wasichokijua, sasa ndio siri, ni kuwa hata mvua inyeshe namna gani, kuchipua kwa majani au mmea ni mchakato. Majani au miti au vichaka vinachipua taratibu, na kila kimoja kwa wakati wake. Na hii ndiyo siri. Majibu ya Sara unazosali usiku na mchana hayatakuja kwa haraka haraka, bali yatakuja taratibu na ni mchakato. Unaongozwa na juhudi zako, lakini vile vile unaongozwa au ukisaidiwa na baraka
za Mwenyezi Mungu alizozimimina katika maisha yako au anazozimimina katika maisha yako. Mungu akinena lazima atatekeleza, na anatekeleza kwa wakati wake. Huwa nikiangalia Wakristo wengi wanakosa kuelewa siri hii. Wakristo hasa Wakatoliki ukiwaangalia unaweza ukajisemea moyoni, hawa kweli wamejaliwa kuijua hii siri kwamba Mungu anajibu kwa wakati wake, kwamba neno la Mungu alirudi bure? Kwa nini wanashindwa kufungua macho ya mioyo yao na kuelewa hilo, kusikiliza neno na kusubiri Mungu atende kwa wakati wake? Je, wanasahau ahadi Mungu alizonena nao katika safari yao ya maisha? Wanasahau matendo makuu ya Mungu aliyoyatenda katika safari yao ya maisha? Wanasahau neema na baraka za Mwenyezi Mungu anazoendelea kuzimimina? Mbona wanashindwa kusubiri kidogo tu ambacho wao wanamwomba Mungu awatekelezee? Je, wanaamini au wanafikiri Mungu asikii? Mungu aoni? Mungu ni kiziwi? Hapana. Mungu wetu ananena na anatenda kile alichokinena kwa wakati wake. Siri ambayo unatakiwa uijue ni kuwa na subira, ni kuwa na subira. Wahenga walisema subira yavuta heri. Mojawapo ya siri ya ufalme wa mbinguni ni kusubiri, kwa sababu Mungu anamimina baraka zake na kila kitu kitachipuka au kitatokea kwa wakati wake. Usife moyo wala usikate tamaa. Wewe leo ijue hiyo siri na uishi hiyo siri, uwe na furaha katika safari ya maisha yako. Somo la pili linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi ile sura ya 8 aya 18 hadi 23. Na ndio hicho tunachokisikia katika hili somo sasa. Paulo anaeleza wazi wazi kile ambacho mara nyingi kimekuwa changamoto katika maisha ya ufuasi. Changamoto za maisha mara nyingi zinayumbisha watu walio wengi. Ndio Paulo anachokisitiza. Kanisani kwa mfano, tuna Wakristo wengi ambao ni wafuasi wasiotaka changamoto hata kidogo, wasiotaka misaraba hata kidogo, wasiotaka magumu hata kidogo, wasioweza kuvumilia hata kidogo. Wanapokutana na changamoto kidogo tu, huyo Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yao wanamsahau kabisa. Ahadi zote za Mungu katika maisha yao zinasaulika kabisa. Wakiona msalaba wanakimbia, wengine utawakuta wanaagua kabisa au wanaenda wanahangaika mpaka unasema, je, huyu kweli ni Mkristo? Mkristo gani ambaye anamfuata Yesu asiyebeba msalaba? Ndugu zangu, hata katika maisha, kuna siku moja mke alimuuliza mume wake, je, uko tayari kufa kwa ajili yangu, yaani kujitoa sadaka? Mume akasema, bwana, mimi nakupenda sana, ila masuala ya kufa kwa ajili yako hapana, hiyo mwachie Yesu. Wewe ukifa mimi nikifa sawa, lakini kufa kwa ajili ya kujitoa sadaka kwa ajili ya hapana. Kila mtu abebe msalaba wake, kila mtu afe mwenyewe. Mimi siko tayari kwa ajili yako. Watu wengi japo wanasema wamefunga ndoa, wanaweza wakimbiana wakati wa msalaba. Watu wengi wamesema wanazaa watoto, lakini hali ikiwa ngumu wanakimbia na kutelekeza watoto. Watu wengi wanasema napenda biashara, hali ikiwa ngumu wanakimbia. Hakuna maisha yasiyokuwa na msalaba, hakuna ufuasi usiokuwa na msalaba. Lakini baada ya dhiki kuna faraja, baada ya taji la miiba kuna taji la utukufu. Lazima kuelewa hilo, na Mungu anena nasi, nawe naomba ulielewe. Hiyo ni mojawapo ya siri. Baada ya taji la miiba kuna taji la utukufu. Kuwa mvumilivu. Mungu aendelea kumimina baraka zake, na baraka zake hazitakuacha hata ukiwa katika miiba au ukiomeba msalaba. Somo la tatu ni somo la Injili. Natoka Injili ya Mathayo ile sura ya 13 aya ya kwanza mpaka 23. Ndio hicho ambacho kinaelezewa katika Injili hii ambayo tumeizoea sana kuisoma, kwa sababu unaweza ukaisoma katika Injili ya Marko ile sura ya 4 aya ya kwanza mpaka 20, au Injili ya Luka ile sura ya 8 aya ya 4 mpaka ya 15. Wengi tunaita Injili ya mpanzi.
na ndio maana ikisomwa kichwani mwa watu wanajua mpanzi, 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 inaeleka. Lakini naomba nikwambie kitu, iko hivi, hii Injili ilikuwa ni jibu la swali la wanafunzi wa Yesu waliokuwa wanajiuliza juu ya habari nzima ya Injili na uenezaji au ueneaji wa ufalme wa Mungu. Katika hali tofauti, wanafunzi walikuwa wanajiuliza katika hali zao, kwa namna gani je, wataweza kweli kuzaa matunda? Kanisa litakuwa kweli? Au watu watawapokea kweli? Je, Injili itafika kwa kila mtu? Kanisa litakuwa kubwa au litapitia magumu baadaye litakufa tu? Mfano huu ulitumika kwa namna pekee kuwatia moyo wanafunzi, kuwatia moyo mitume katika utume wao. Yesu anawaambia, nyinyi mmejaliwa kuzijua siri, basi zishikeni hizo siri, zitawasaidia katika ufalme wa mbinguni, zitawasaidia katika kusimama na kuenea kwa kanisa, zitawasaidia katika kunena na kutetea imani ambayo nimewaachia. Wewe umejaliwa kuzijua siri, wewe umejaliwa kuzijua siri. Mwenzangu, tukiwa na hilo wazo la wewe umejaliwa kuzijua siri, tumeona siri ya kwanza katika somo la kwanza kwamba Mungu wetu, Mungu akawii, akinena anatenda. La pili, tumejua hiyo siri nyingine ambayo inaelezwa katika somo la pili kwamba msalaba ni sehemu ya maisha. Msalaba usitufanye tukahangaika tukasahau ahadi za Mwenyezi Mungu, maana baada ya taji la miiba kuna taji la utukufu. Sasa katika somo hili la Injili tunaendelea kuzieleza siri hizi ambazo naomba uzijue na uziishi. Siri mmojawapo ambayo tukiwa na wazo lote, wewe umejaliwa kuzijua siri sasa kubwa sana, naomba tafakari siri hizi mbili ambazo zitakusaidia katika maisha au zitagusa moja kwa moja katika maisha, hasa ukisoma ili somo la Injili vizuri sana. Naomba nieleze siri hizi kuu mbili. Moja, ukulima ni pata potea. Ukulima ni pata potea, yaani kupanda mbegu ni pata potea. Wakulima wanaweza wakajua hiki kitu. Tumesikia katika somo la Injili kwamba mkulima anapanda pata potea. Kuna hadithi nyingi au simulizi nyingi, tunafahamu wale wakulima hasa wa maeneo ya katikati Dodoma wana tabia za kupanda kama huyu mpanza anavyopanda. Wengi wanachoma msitu au wanachoma vichaka alafu wanapanda mbegu, zikiota ndio wanaanza kupalilia na kufuatilia, yani kwamba mbegu hii imeota sehemu fulani, basi tuipalilie mbegu hii. Wengi hawatayarishi shamba, bali wanakuwa wanatupia zile mbegu, alafu baadaye ndio shamba linatayarishwa huku mbegu zikiwa zinaota. Ni namna hii vile vile ambavyo huyu mpanzi alikuwa amefanya katika jamii ya Kiyahudi, walikuwa wanafanya hivyo. Kuna jamii ya Tanzania ambazo wanafanya hivi. Ukulima ni pata potea, na wao wanajua. Kwa hiyo ukulima ni pata potea. Ni jambo la kushangaza sana, lakini ni kweli. Mungu anapanda pata potea. Mungu huyo aliye mkulima anayetoa baraka zake anapanda pata potea. Baraka za Mungu zinakuja pata potea. Neema zake, baraka zake, uhai wa neno lake ni kama mvua kwa wote tu pata potea. Katika viumbe aliowaumba kwa sura na mfano wake, wengi wanadamu ni pata potea. Ni jambo la ajabu, lakini ni masikitiko sana. Nitaeleza kwamba yaani wengine katika viumbe vyake, hata hapa tuko hata kanisani, katika jamii hii ya Wakristo, wengine ni njia, wanaruhusu ndege kula ule uhai wa neema na baraka za Mungu ambazo tunasikia katika kupitia neno lake. Wengine ni miamba, neno linatereza tu yani, au linakauka tu. Wengine ni misongamano, yani ni aina ya watu ambao Mungu anawapa baraka zake pata potea. Ndani mwao kuna miiba na misongo ya maisha, neema zake hazikui. Wengine lakini ni udongo mzuri, ukiwaangalia unasema hawa wanangu wako vizuri, wanastawi, wanazaa matunda. Neema na baraka zake zinazaa matunda ndani mwao. Yaani naomba niwaambie kitu cha ajabu sana ambacho mkielewe hapa. Naomba niwaeleze vizuri. Tuko mbele ya Mungu leo, kwa mfano nitaeleza tu, tuko mbele ya Mungu leo, tunasikia neno la Mungu, tunaenda kanisani, lakini ukitazama unajua vizuri sana na kuona watu humu nipata potea wapo. Yaani na wao ni sehemu ya hizi. Kuna wengine njia, wengine miamba, wengine misongamano mingi sana, miiba imewasonga, wengine ni udongo mzuri. Tuko humu wote. Nitawapa mfano muweze kuelewa sasa
hata mnaosikiliza kupitia chaneli hii ya Kwa Neno Lako Litashusha Nyavu. Sikiliza siri hii, tuko humu wote tunasikia na tumesikia neno la Mungu, ila wengine tukitoka humu tunakutana na vindege. Toka tu kanisani unakutana na vindege vinadonoa kila kitu. Neno la Mungu tumelisikia vizuri, lakini tukitoka vindege vinakuja kudonoa kila kitu. Nitaeleza. Kwa mfano, umefundishwa juu ya sakramenti za kanisa, vindege vitakueleza vizuri sana, Mkristo mwenzangu, twende huku ambako hamna tena Yesu wa Ekaristi. Nao utaenda tu, vitakwambia una roho. Vindege vitadonoa, japo ulipokea kipaimara, vinadonoa kila kitu ulichopokea, kila kitu vinaanza kudonolea tu. Vitakupaka mafuta, utasahau kwamba ulipaka mafuta ya Krisma, kwamba wewe ni kuhani, mfalme na nabii. Unasahau kila kitu. Unakuta Mkristo Mkatoliki nyumbani mwake ana vimafuta fulani hivi, anasahau kwamba yeye ni kuhani, nabii na mfalme, anatembea na vimafuta fulani hivi. Tayari vindege vishaondoa kile ambacho kilikuwa kimepandwa ndani mwake. Inasikitisha sana. Vitakueleza usiungame tena kwa padre. Usiungame, ni mwanadamu mwenzako, usiungame. Wewe ulifundishwa hivyo, walikudanganya. Kindege kinadonoa. Njoo tukuongoze tu katika sala ya toba na majuto. Unakuta Mkristo analia, anahangaika, analia, anaongozwa katika sala ya toba. Unasema jamani, huyu ni Mkristo kweli? Lakini ukiangalia kwa jicho unasema hapana, vindege vimedonoa kila kitu. Vitakueleza ulipo umepotea. Utasahau kwamba kanisa lako lina zaidi ya miaka 2000. Utasahau kila kitu. Vitakwambia umepotea huko, kuna mafundisho ya uongo, hii Biblia hapana. Kumbe Biblia unaoenda kuisikia huko imeundwa na watu ambao wameongozwa na Roho wa Mungu, na imetumika na mitume na wafuasi wake katika kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na wao ndio warithi wenye uwezo na mamlaka katika neno hilo ambalo wengine wamejimilikisha, wanaokuambia hapana, huko umepotea. Watakwambia kanisa lako lenyewe halina maana. Utasahau kwamba kanisa lako limejengwa au limeanzishwa na Yesu Kristo mwenyewe, na limewekwa juu ya mitume, lina misingi juu ya mitume. Yesu alimwambia, wewe ndio mwamba Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, kanisa la Kristo. Watakwambia kila kitu. Utakutana na vidego vitakwambia umelaaniwa. Jamani, Mkristo umelaaniwa. Utasahau kila vitadonoa. Jamani, vitadonoa kila kitu ambacho kizuri kwako. Utaambiwa una laana na utaamini una laana. Ukoo wenu inabidi tuvunje mizizi ya ukoo, na unaamini hivyo. Unapitia haya kwa sababu nyumbani kwako umefungiwa, kuna mtu amekufunga. Unasahau kwamba umebatizwa, umeacha utu wa kale. Unasahau kila kitu, vindege vinadonoa. Mkristo huyu, tuko humu. Yaani tunasikiliza hapa au kanisani tunasali, lakini tukitoka vindege vinadonoa. Kumbe wengine sisi ni njia tumekaa humu. Inasikitisha sana. Nitaeleza tena. Wengine tuko humu, tukitoka jua kali la kukosa ajira. Kumbe ni miamba, la kukosa ajira, magonjwa, misiba, jua kali la mangaiko ya familia, mke, mume, kutafuta watoto, imani za kishirikina, uoga, mapepo, majini, uoga wa kifo, vinakausha kila kitu. Kumbe ni miamba. Kwa sababu ni Mkristo amesali. Unashangaa kabisa. Ni jambo ambalo linasikitisha sana. Kumbe Wakristo wapo humu kanisani, kumbe ni miamba ipo. Nyimbo za sifa, sala, injili tulioisikia, yote inakauka. Unakuta Mkristo anahangaika kama kondoo asiye na mchungaji, mpaka anauliza, hivi huwa anasali au anaelewa maskini cha anachokisali? Anaenda kila mahali na kila kanisa, vitu vinakauka tu, Mkristo anahangaika. Je, unasahau kwamba huyu Yesu uliyempokea na kumuona leo anakaa ndani mwako? Mpaka unashangaa kabisa, huyu Mkristo kila kitu kimekauka, ni mwamba kabisa huyu mtu. Yaani tuko humu, kwa mfano tunasali na kuomba, lakini tukitoka nje dunia inaturudisha kule, inatusonga. Yaani inatusonga sana. Miiba itatusonga pia. Yaani tutakauka kama miamba,
Lakini hivi hivi misongo itatokea, yani misongo nao wasema hata magonjwa, hata ajira mbalimbali, kosa mtoto, changamoto za maisha, itasonga tena. Utasema kumbe hawa ni miiba. Tutarudi tena kule kule, tunarudi kule kule, tutatoka nje lakini tutarudi vile vile. Hapa mfano, kuna mzee mmoja alikuwa hana mikono, naona, lakini Mungu alimjalia meno magumu sana. Watu walizoea kumpa miwa na kumuuliza mzee, unaendeleaje? Mzee huyu anajibu, bana, mimi niko poa. Hivyo walizoea kumuita mzee poa. Siku moja katika pitapita zake, huyu mzee alianguka katika shimo. Watu wakakusanyika kuona namna ya kumwokoa. Haikuwezekana kwa sababu hakuwa na mikono. Hivyo ulikuwa ni mtihani kidogo. Ghafla wakakumbuka huyu mzee ana meno magumu. Wakamrushia kamba, wakamwambia aing'ate. Mzee akakaribia, wakaanza kumvuta, anang'ata. Watu wanashangilia, mzee anatoka katika shimo. Watu wakashangilia. Watoto waliozoea kumletea miwa wakamuuliza, babu, mambo vipi? Babu akang'ata, akaachia ile kamba, akasema poa, akarudi tena kule kule shimoni. Ndugu zangu, tunaweza tukawa hapa lakini dunia ikatuliza. Vipi? Mambo vipi nyumba ndogo? Ukasema poa, ukarudi tena. Umesahau, umekuwa mwamba, umekuwa nchi, umekuwa kila kitu, misongo. Familia, watoto vipi? Ukasema poa, ukarudi kule kule ukasahau. Vipi tena kurudi tena asubuhi nyumbani? Ukasema poa, ukasahau. Vipi tena chupa, glasi? Ukasema poa, ukarudi. Vipi tena kusali jumuiya, kutoa michango ya kanisa? Ukasema poa. Vipi tena rombaya? Poa. Tukarudi tena kule kule. Niombe sana ndugu zangu katika Kristo, niombe sana tujiangalie kila mmoja kwa namna yake. Je, mimi ni njia? Je, mimi ni mwamba? Je, mimi nimesongwa na miiba? Au mimi ni udongo mzuri? Tukiwa kweli kabisa kati yetu, kuna wengine ni udongo mzuri. Unaona neema na baraka za Mwenyezi Mungu, ni watu wa kuvumilia, ni watu wa kusubiri, na kweli matunda yanaonekana, wanazaa 30, 60 na 100. Neema za Mungu lakini hazituachi. Niwaambie ukweli, japo si tu katika hali hizo, Mungu hatuachi. Neema zake zinaendelea kumiminika kwetu. Swali linabaki ndugu zangu, je, tuko tayari kubadilika? Kwa sababu hata udongo mzuri ni zao la mwamba uliosagasagwa vizuri. Inawezekana tukawa ni mwamba, lakini tukimruhusu Yesu atusagesage, neno lake litupondeponde, tutakuwa vizuri. Hata miiba tunaifahamu, wakati fulani uwe inakauka baadaye na kupoteza umana wake. Ni kumbe miiba utambue nao kusonga itapotea. Wewe simama na neno la Mungu. Jiulize ndugu zangu katika Kristo leo, je, wewe ni njia? Je, wewe ni mwamba? Je, wewe ni umesongwa na miiba, au wewe ni udongo mzuri? Lakini usisahau kitu kizuri kwamba neema na baraka za Mwenyezi Mungu ni pata potea. Ukulima ni pata potea, zitakuja tu kwako. Wewe ndio kwa kuchagua. Ukulima ni pata potea. Wewe ijue hiyo siri, itakusaidia sana. Vindege vikija, jua likiwa kali, miiba ikikusonga, utasimama imara na utajiambia mimi ni udongo mzuri ambao Mungu anapanda neema na baraka zake. Wazo la pili ambalo naomba tulielewe, dogo sana, siri kubwa sana hizi. Unasikia Mungu anapanda patapotea. Huyo ni Mungu anayepanda patapotea. Lakini mimi na wewe tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu pia, lazima tulielewe. Wakati fulani mimi na wewe vile vile tunakuwa kama wapanzi hivi. Na sisi huwa tunapanda, huwa tunabariki wengine. Tunaonekana ni kama neema na baraka kwa wengine. Tunajitoa kwa ajili ya watu wengine. Lakini na sisi tunakutana na yale yale ambayo tumeyaongea kwamba Mungu akituma neema na baraka zake, basi neema na baraka zake zinatua katika miamba, katika njia, katika sehemu ya misongo na sehemu katika udongo mzuri. Ndio maana wewe ni kuombe katika neema na baraka Mungu alizokujalia. Ukiwa unapanda, elewa ni patapotea. Ndio wazo linakuja, utakutana na watu. Utakutana na watu. Sasa utakutana na watu wa namna gani? Utakutana na watu wanaochokesha. Namba moja, watu wanaochokesha. Wanachokesha kwa sababu gani? Kwa sababu wao ni njia. Nitakueleza. Utakuwa mwema sana kwao,
awe ni mume, mke au watoto, jirani, mfanyakazi mwenzako huko kazini, utamwonyesha kila aina ya upendo, wema na kumjali. Ila omba Mungu asikutane na vindege, awe mume, mke, mchumba, yoyote ulionemwona. Omba Mungu asikutane na vindege. Akikutana na vindege vinadonoa kila kitu. Wema wote ulioupanda vitadonoa kila kitu, na anasahau kila kitu hadi unabaki kutoa macho na kujiuliza, amesahau? Kumbe vindege vimedonoa. Utakuta mama unalia, kumbe mume kuna kindege kimedonoa. Utajua hapo wanadonoa kila kitu ulichopanda. Naomba nikwambie kitu, japo wanachokesha, wewe usichoke. Japo vindege vitadonoa, endelea kuwa mwema. Utakutana na watu wanachokesha, watu namna hiyo. Watu wa pili, utakutana na watu waliochoka. Watu hawa wamechoka, ni miamba. Niweleze hawa watu manake nini? Hawaambiliki, hawashauriki, hawasikii lolote au chochote unachowaambia. Wanajiona wako sahihi tu. Unachosema, unachofanya ni sawa sawa na kumwaga maji juu ya mwamba, yanaondoka tu. Ni miamba, hawasikii wala waoni hatari iliyo mbele yao kabisa. Ni kana kwamba ni vipofu na ni kana kwamba ni viziwi. Hawa watu unatamani wafungue macho, unatamani uwazibue masikio ili waone hatari iliyo mbele, lakini hawaambiliki. Wamechoka, hawaambiliki. Hata uambie hawasikii. Unaweza ukadhani kuwa wamekuelewa, lakini hakuna chochote kile. Sio wao, hawaoni chochote. Naomba watu uwabebe, watu uwabebe. Wamechoka, wewe usichoke. Endelea kuwa mwema kwao, endelea kuongea, endelea kusema. Kama nilivyosema mwanzoni, hata mwamba au udongo mzuri ni zao la mwamba uliopondeka pondeka vizuri. Utakutana nao hao watu, ni miamba. Anaweza kawa mume ni mwamba, anaweza kawa mke ni mwamba, mchumba ni mwamba, bosi ni mwamba, mfanyakazi ni mwamba, mtoto ni mwamba. Yaani haeleweki kabisa na asikii. Usimchoke, usimchoke, kwa sababu yeye amechoka tayari. Utakutana na watu watatu, aina ya tatu, ambao wapo watu wamesikia. Hawa watu ni wastaafu, yaani wenyewe washastaafu. Wao ni maisha tu, maisha tu, lifeist. Yaani wao ni maisha tu. Wastaafu kuhudumia familia, wastaafu kuwa baba au mama wa watoto. Wengine kanisani wanasimulia tu, ni wasimulizi tu. Sisi ndio tulianzisha bwana kipindi kile, ili kanisa lilikuwa chini ya miti, tusali chini ya mti, sasa tukaje. Wanasimulia, lakini kanisani washastaafu. Wakirudi nyumbani wamestaafu mambo ya familia, kama nilivyosema, hao ni kulala na kuamka tu. Wanaweza ukalia ukahangaika, achana nao. Dunia imewakamata tayari. Yaani umeshikiliwa na mambo mengi ya kidunia sana sana hivi. Ni wastaafu hao. Wewe usistaafu. Waangalie, tujua siku moja watarudi tena kazini. Kwa sababu ni maisha, ni watu wa namna hiyo wapo. Mbona Mungu anaendelea kumimina baraka na wewe endelea kuwa mema kwao. Wanne sasa, wa mwisho, utakutana na watu wasiochoka. Hawa ni udongo mzuri. Utakutana nao, mshukuru Mungu sana. Kuna ambao hawatachoka kujitoa. Yaani utawapa baraka, watakurudishia baraka. Utatenda wema, wala utatenda wema. Utaona matunda ya kila ambacho unapanda. Mtoto atafaulu vizuri, mume atakupenda, kila kitu kitaenda safi vizuri kabisa. Watakuwa wema sana, watakulipa fadhila, kila kitu. Usichoke kusaidia basi na kuendelea kuwasaidia hawa watu, kwa sababu wanatia moyo. Wapo watu wema, wapo. Ni kuombe, hata kama umekutana na watu wabaya kiasi gani katika safari yako ya maisha, amini usiamini, wema wapo. Wema wapo. Baba wema wapo, mama wema wapo, watu wema wapo, wenye upendo wapo. Kabisa, kabisa, kabisa. Yaani usichoke. Watu wema wapo. Narudia, watu wema wapo. Ukipanda, kuna siku tu utapata au utavuna, au 30 au 60 au 100. Wema wapo. Ndugu zangu, naomba utasoma na utaelewa hilo katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, ile sura ya 4 aya ya 2. Wema wapo.
Zijue hizi siri, zitakusaidia sana sana sana. Mwisho sasa, usisahau hii siri sasa. Mwisho usisahau hii siri. Katika yote, kuwa Mungu ndiyo mpanzi mkuu. Anayepanga ukubwa wa mavuno ni Mungu mwenyewe. Unasoma hivyo, Paulo anasema, mimi nilipanda, Apolo ametilia maji, lakini anayekuza ni Mungu. Anayepanda au anatilia maji si kitu, bali anayekuza. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya 3 aya 7 mpaka ya 8. Tumesikia wenyewe kwa masikio yetu. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Mbegu zote zilianguka katika udongo mzuri, ila matokeo ni tofauti. Elewe hii siri. 30, 60 na 100. Ijue hii siri. Yaani tunaweza wote kufunga ndoa, tunaweza wote kuwa na watoto, tunaweza wote kuwa na kazi nzuri, tunaweza wote kuwa na biashara ile afu ni nzuri, tunaweza kuwa wote na juhudi na jitihada zile zile, tunaweza wote tukasali na kukesha pamoja, ila matokeo ya juhudi zetu yakawa tofauti kabisa. Usisahau, hii ni siri. Usiumize kichwa kulinganisha baraka zako na baraka za jirani yako. Mtoto fulani, mke wa fulani, mume wa fulani, nyumba ya fulani, familia fulani. Usilinganishe baraka zako na baraka za mtu mwingine. Utaumiza roho, utateseka, utahangaika usiku na mchana, utagomana na watu na utamtukana Mungu. Utakuwa unahangaika. Elewa hii siri. Mungu anatoa baraka zake, lakini matokeo ni tofauti. Mungu anamkirimia kila mtu kadiri ya mapenzi yake. Shukuru kwa kila kitu au chochote kile ambacho Mungu anakupatia. Na siku zote piga magoti, mwambie Mungu asante kwa baraka anazokujalia, maana umejaliwa kuzijua siri hizi. Mungu na ayalinde maisha yako na kuongoze tangu sasa na hata milele. Amina. Wewe umejaliwa kuzijua siri, na hizi siri zikuongoze katika tafakari hii, katika Dominika hii, na uziishi vema sana. Tumsifu Yesu Kristo.